Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. China ipo mbioni kusuluhisha vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mjumbe maalum kutoka nchini China ameelekea Saudi Arabia kwa ajili ya kusuluhisha vita hivyo. Mjumbe huyo wa serikali ya China anayeshughulikia masuala ya Mashariki ya Kati, Zai Jun, ametembelea Saudi Arabia kama sehemu ya upatanishi wake kutokana na vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akisema Beijing iko tayari kushirikiana na Riyadh katika juhudi endelevu za kudumisha amani na utulivu katika eneo la Ghuba. Zai, ambaye alielezea China kama rafiki mzuri na mshirika wa Saudi Arabia, anafanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud na katibu mkuu wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC Jasem Al Budaiwi. Katika mkutano na mwanamfalme Faisal siku ya leo Jumatatu, Zai alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano wa sasa katika eneo hilo na akasema kwamba uhuru, usalama na uadilifu wa eneo la mataifa ya Ghuba haupaswi kukiukwa na shambulio lolote dhidi ya raia wasiokuwa na hatia, inapaswa kulaaniwa. Zai pia alirejelea wito wa Beijing wa kusitishwa mara moja kwa shughuli za kijeshi. Hata hivyo, hayo yakiwa yanaendelea, hali ya upatikanaji wa mafuta katika eneo hilo la ulimwengu imekuwa ni ngumu kiasi kwamba mafuta yanazidi kupanda bei. Kama ambavyo tuliwahi kukufahamisha awali, bei ya mafuta inazidi kupanda na wakati umefikia kiwango cha dola 100 kwa pipa kutoka dola 90. Shirika la habari la Financial Times limeripoti kwamba mawaziri wa fedha wa G7 watafanya mkutano wa dharura leo Jumatatu kujadili uwezekano wa kutolewa kwa pamoja kwa akiba ya mafuta ili kukabiliana na ongezeko la bei. Akiba ya mafuta inaratibiwa na shirika la nishati la kimataifa IEA, huku wanachama 32 wa kundi hilo wakishikilia akiba muhimu kama sehemu ya mfumo wa kukabiliana na dharura ya pamoja ulioundwa kwa ajili ya migogoro ya bei ya mafuta. Nchi tatu za G7 ikiwa ni pamoja na Marekani hadi sasa zimeonyesha kuunga mkono uwezekano wa kutolewa kwa pamoja mafuta hayo, kulingana na watu wanaofahamu mazungumzo hayo ya G7 kupitia Financial Times. Bei ya mafuta hata hivyo inadaiwa kwamba baadhi ya maeneo imefikia dola 110 kwa pipa na masoko ya hisa yanazidi kushuka, huku vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikizidi kuongeza hofu ya kukatizwa kwa muda mrefu kwa usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Iran imemtaja Mujtaba Khamenei, ambaye wakati huu ndiye mrithi wa baba yake Ali Khamenei, kama kiongozi mkuu, ikiashiria kwamba wiki moja mapigano hayo ambayo bado yanaendelea, viongozi wenye msimamo mkali bado wanaongoza nchi hiyo. Marekani na Israel zilianzisha mawimbi mapya ya mashambulizi ya anga kote Iran mwishoni mwa juma, lakini wakati kuchaguliwa kwa Khamenei mashambulizi yakaanza tena. Lakini rais wa Marekani Bwana Trump alijibu kuhusu ongezeko la bei ya mafuta kwa kusema kwamba ongezeko hilo ni la muda mfupi, lilikuwa ni gharama ndogo ya kulipa kwa kuondoa tishio la nyuklia la Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.